Mtu mwenyewe ndio huyo? Ndio afande, najua kila kitu. Hivi dada uko serious kweli? Ndio huyo. Mambo. Hao ndo watoto wako hawa? Unawapenda sana? Sasa msaidie huyu mama kupata mtoto wake. Unamfahamu? Ni ushe kumwona na mtoto? Hajawahi kuwa na mtoto na hana mtoto. Si nilikwambia? Hawatakuamini. Afande, Mungu huyu dada anaongopa. Inatosha. Afande, mwambie kuambia ukweli. Anaweza tukaenda. Afande anajua kila kitu anajua huyu. Nilikwambia hawatakuamini. Afande, sio kweli. Sema ukweli. Twende. Afande, mwache aseme. Dada, unatupotezea muda. Sasa ameshazungumza. Anajua kila kitu. Umeelewa? Daktari. Madam. Una uhakika Rose ana matatizo ya akili? Ndio, Rose ana matatizo ya akili. Hivi ni kweli Rose na Gray wana mtoto? Rose na Gray wana mtoto. Na ulimshauri nini ya Gray baada ya kugundua kwamba mke wake ana matatizo ya akili? Gray nilimshauri. Aliniambia pale kwake mkewe anapendelea sana kucheza na toy. Nikamshauri ili tu ya Gray akaitu. Huenda inaweza kumrudisha mke wake akaa sawa. Okay. Tunashukuru kwa maelezo yako. Tukikuhitaji tena tutakutafuta. Sawa, karibuni.
mkeo ana matatizo ya kiafya. Hivyo atatakiwa kupelekwa hospitali kuu kwa ajili ya kuweza kupatiwa matibabu. Mr. and Mrs. Agrey, vipimo vinaonyesha ya kwamba Agrey hauna tatizo. Tatizo liko kwa Madam Rose. Madam Rose na tatizo linaitwa ovarian cyst. Hili tatizo hautaweza kupata mtoto kwenye maisha yako yote. Doctor. Madam Rose. Are you serious? Yeah. Doctor, unaviamini vipimo vyako? Madam Rose, niko hapa na uhakika. Kwa hiyo hatuwezi shika tena. Yeah. Na ushauri tu napenda nikupe Mr. Agrey. Kama inawezekanika atolewe na kizazi, kwa sababu anaweza akapata kansa ya shingo ya kizazi. Kwanza basi subiri. Naomba usikilize wewe. Unajua wakati mwingine wakati wa Mungu, sawa? Kuna vitu vingine kwa kufanya subira. Niache. Sasa, ngoja nipige ukutani. Sawa, wewe kupanga kwa hivyo. Na sitoshi sio wa kwanza wewe. Kwani wa kwanza wewe kwa hivyo? Angalia kwangu mimi. Sasa usijipige ukutani basi mke wangu. Rosa. Majibu niliyompatia mkeo yamemfanya anaweza akapata ugonjwa wa asili. Hiyo kitaalamu inaitwa psychiatric case. Inasababishwa na mawazo ambayo hayana mwisho. Yaani unawaza kitu ambacho hakina hitimisho. Na kila muda unaozidi kwenda ataanza kuona vitu ambavyo havipo. Atapiga makelele, ni dalili. Kuvua nguo. Lakini ngoja kwanza. Kuna hii hapa dawa. Hii itamsaidia, itamrudisha katika hali yake ya amani na furaha kama mwanzo. Utampatia kutwa mara 3. Sawa Mr. Agrey? Unaonekana na mawazo sana. Pole sana Mr. Agrey.
Asa ndo nini anakuja hata kupigia demu nishtua. Kama mtu akiniachia magari. Muda mwingine anakuletea na kushtukiza. Sasa mbona unatandika kitanda? Unatarajia kupata nini? Nasafisha tu kwa sababu Vipi wewe? hivi mbona kama kuna mtoto hapa? Mtoto? Sawa? Sawa. Na unywe kwa wakati. Umeelewa sio? Ndio, nimekuelewa. Acha mimi nikaendelee na majukumu. Sawa? Sawa. Mungu. Samahani, kuna kitu nimesahau kwamba baba si leo wahi kurudi. Ujumbe mrudi mtoto katu. Unajua napenda sana kuangalia katuni. Napenda kuangalia katuni. Usiingia bado kutokana na katuni. Five. Oh, karibu mume wangu. Asante. Karibu, pole na kazi. Namshukuru Mungu. Aha, vipi? Naendelea? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Okay, baba. Mume wangu. Mbona utiki salamu ya mtoto?
Asiye dokta, yaani huwezi kuamini kwamba sasa hali ya mke wangu inazidi kuwa mbaya. Imefikia wakati sasa hivi mpaka anaongea na midoli sasa. Hizo ndo dalili za afya ya akili, zimeshaanza kumtafuna ubongo wake. Lakini ushauri wangu, umpeleke kwenye kituo cha kulelea wagonjwa wenye afya ya akili. Mimi siwezi kufanya hivyo dokta. Unajua nampenda sana mke wangu. Alafu siwezi kujua kwamba huko anaenda kuishi maisha gani sasa. Mr. Gray, kule kuna madaktari wazuri, atahudumiwa vizuri na atapona. Au basi afanye scanning ya ubongo. Lakini dawa anameza vizuri? Yeah, dawa anameza, tena anameza dawa kwa wakati. Basi ngoja amalize dawa. Sawa, ngoja amalize dawa. Then chochote kinachoendelea utanijulisha. Basi sawa, nashukuru sana. Karibu. Mwanangu. Njoo kipenzi changu. Mama kaja. Anakuuliza mama nakupenda. Uko sawa? Uko sawa sivyo? Baba anakudarudia katuni, nimemwambia si unapenda? Nakupenda mwanangu. Nakupenda. Vidagala vidaisi vidalilombe, maisha kwa maisha ndo wanadamu. Nakupenda sana Lozi, wendo mke wangu Lozi. Nakupenda sana bebe, wendo mke wangu Lozi. Nakupenda sana Lozi, wendo mke wangu Lozi. Nakupenda sana Lozi, wendo mke wangu Lozi. Lozi, dawa ya magical yo. Lozi. Lozi. Mimi sinaongea na wewe lakini. Mbona kama utakunisikia? Mbona siku hizi umebadilika mke wangu, mimi sikuelewi kabisa. Kama kuna kitu nimekukosea basi mbona unaniambia mke wangu? Mimi naweza nikafanya chochote kile ili nijue kwamba unataka kitu gani nikutekelezee mke wangu. Unajua jinsi gani naumia ndani ya moyo wangu. Lozi baby. Kwangu umebadilika sana. Upenda sana Lozi, wendo mke wangu Lozi. Kupenda sana baby, wendo mke wangu baby.
Sevida gala vida Sevida ni lombe o. Noisi. Escrise basi wewe. Kama. Kuanza kumsikia, si ndio? Sasa baby, kama unakuwa nimekukosea swala, niambia tu mimi. Nimekukosea mke wangu. Niambie basi kama nitakuwa nimekukosea. Nijue kama nimekukosea. Lucy. Kimekuta nini wewe? Eti. Wewe. Niko basi. Niko basi. Kunywa dawa asubuhi. Asubuhi kunywa dawa hiyo. Mbona unafanya moyo wangu una wasiwasi hivi wewe? Nishakwambia mara ngapi swala la kunywa dawa? Hebu angalia mpaka hali inakuwa mbaya hivi. Mbona kujihurumia? Mke wangu nazidi kwamba inafikia wakati sasa hivi ananijengea chuki juu ya yule mdogo, na kadri tunapozidi kwenda hali yake inazidi kubadilika. Mr. Gray, ushauri wangu, kwa nini usiende ukatupe? Huenda inaweza kumfanya akakaa sawa. Sawa, lakini pia naona hata dawa zake nazo zimeisha. Fanya kama nilivyokuambia. Tarehe 15 uje kuchukua dawa zake. Sawa, mimi nashukuru sana. Asante sana Mr. Gray.
Sina budi kufanya kwa sababu alimshukuru. Ni kweli kabisa bado nakuhitaji mke, lakini siwezi kupingana na utafiti wa daktari na serikali imeshaamua. Bado nakuhitaji mke wangu kuishi pamoja, lakini siwezi kufanya lolote lile. Mke wangu unaenda kuanza maisha mapya, sijui unaenda kuishi vipi mke wangu. Nakwambia kitu kimoja, katika maisha yangu sikutegemea siku moja kupata maisha. Sasa hivi ni vigumu sana kuzungumza, lakini naamini kabisa afya yako ya akili iko sawa, na siwezi kuamini kama kuna siku tunaweza tukakutana tena. Usife moyo. Sio kile kinachoenda kule kushindika. Utaweza kupata matibabu. Kuna kitu kibaya ambacho kitatokea. Hata kama ukihofia ni kifo, kumbuka ipo siku si binadamu tutafufuliwa, bado tutakuwa na nafasi ya kuishi naye.